Nikija kila siku hapa mtanichoka. Nitakuwa kama vile presenter wa news au msoma habari ambaye natakiwa muda fulani niwe hapa. Ndio maana kuna wakati ninakuja na donoa naondoka. Sikai sana ili tuwe tunakumbukana. Ili nikija hapa unisikilize. Nikija kila dakika nizungumze na wewe hapa, maneno yangu yatazoeleka sana na itakuwa kawaida. Jana kuna video imetrend sana. Hii video imemwonyesha waziri wa usalama wa taifa wa Israeli Itamar Ben-Gvir akiwa ile wanasema anatocha, anatweza utu wa watu kwenye ule msafara ambao ulikuwa umeingia kule Gaza, umesindikizwa. Zile boti nyingi za wanaharakati duniani, nilikuwa najaribu kuangalia kwenye zile listi za wanaharakati niwaone wale wanaharakati wetu ambao mimi ninawafahamu. Bahati mbaya sijawaona. Pale nchi jirani tunao wanaharakati wazuri sana, wanapigania haki za kila nchi, lakini nasikitika tu kuwa huu ni msafara wa 4 unaozuiliwa na Israeli kuingia Gaza. Mara zote sijawahi kumuona mwanaharakati yoyote ambaye tunawajua harakati zao zimevuka mipaka, zimekwenda mpaka mbali. Pale sijawaona, ila nimeona wanaharakati wengi kutoka Ulaya na sijaona wanaharakati wengi wa Kiarabu. Sijui nini kimewakumba na wenyewe, licha ya kuwa msiba upo nyumbani kwao. Hilo ndio tumeliona. Sasa video ambayo ilichapishwa na waziri wa usalama wa taifa wa Israeli akiwadhalilisha wale wanaharakati pale ndani ya Israeli ndio imekuwa mjadala. Imekuwa mjadala mkubwa kote duniani. Baadhi ya nchi zimeita balozi za Israeli kuwahoji kwa nini hiki kimetokea. Baadhi yani wamefanya vile, lakini lawama dunia nzima. Nimeshangazwa hadi na andiko la balozi wa Israel, balozi wa Marekani pale Israeli, Mike Huckabee, naye ameandika andiko ambalo linamshutumu Itamar Ben-Gvir. Nikashindwa kuelewa hii ni kweli au kile ninachokishuhudia ni kweli au nini, vyovyote itavyokuwa. Sasa Irani wanasema wana review vifungu 14 vya Marekani. Kwa kama mchezo wanatuchezea. Yaani kama unajua ni kama biashara ya sijui niseme biashara gani ya machungwa au biashara gani mnapatana yani, au biashara ya sijui biashara gani nikupe ili nikupe katika uainishi kuwa yani ni kama mtu anauza labda, maana mimi nauza 1,000 na 10,000. Punguza, nauza 1,000 na 9,999. Mimi nitakupa 7,000. Ongeza, nitakupa 7,500. I think that yani imekuwa hivyo. Trump jana alikuwa akiongea na vyombo vya habari, anasema kuwa tunawasubiri Irani wa review kuwa kama anawapa Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili au pale watapotaka. Unaelewa? Huko bei ya mafuta ikarise. Bei ya mafuta imepanda sawa duniani. Sawa imenyanyuka. Jamani, nitajadili hivi kidogo tu. Na mimi sasa hivi najua sizungumzi sana. Nakuja naye tunazungumza dakika 10 kidogo plus, halafu tunaendelea na mambo mengine. Kwa sababu mambo mengi ya kuzungumza hayaishi, yapo kila siku. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Natumai wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Ujio wangu ni wa kawaida, lakini sasa nimeweka, sio kama mwanzo mnakumbuka. Wala msidhani kuna watu wakiona nimechelewa kidogo wanatumia message, vipi? Jamaa wamekukamata? Nani anikamate? Jamaa wameondoka na account. Mbona account ina post vitu vingine? We are still continue, unajua? Si unaona kuwa kuna uchambuzi ambao tunauleta pale ambao unakuwa hunioni, lakini ni uchambuzi. Huo ni uchambuzi unapatikana kwenye magrupu ambao sisi hatu stop. Ni uchambuzi wa kila siku. Kila siku tuko kwenye uchambuzi sisi wa mchana na jioni. Lakini hayo ni magrupu ya kulipia. Yote hayo magrupu utalipia na utapata uchambuzi. Kama unakosa huku, kule utaupata. Na tangazo lake huwa linakuja hapo. Nimekueleza na namba kila kitu zilizopo. Unaweza ukajiunga huko ili kama unataka uyapate haya kila siku ambayo yamekwenda deeply, yanapatikana huko. Na kikubwa kuwa mimi ninapokuja kuzungumza na wewe hapa huwa napunguza ukali wa maneno. Hapa huwa nazungumza light. Ndio maana watu, mbona ukizungumza hapa napunguza? Ukija kule chumbani tunaongea zaidi ya hapa. Huwa tunakwenda deep zaidi. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo nikiwa hapa, kwa sababu nafahamu wanani monitor, nafahamu kila kitu wanachokifuatilia hapa, wanaelewa kila ninachokizungumza. Kwa hiyo usishangae siku unaamka tu kweli account haipo au chochote hakipo. Ndio maana tunachukua tahadhari. Video ya Itamar imefuatiwa na uamuzi wa Marekani kwenda kuwawekea vikwazo baadhi ya wanaharakati waliokamatwa na Israeli. Nafikiri mnanielewa. Yaani
Wakati dunia inalalamika udhalilishaji wa video uliofanywa na waziri wa usalama wa taifa wa Israeli Itamar Ben-Gvir dhidi ya wanaharakati walioingia, wanaharakati ambao wanasema tunakwenda kutekeleza ile mkataba wa vifungu 20 vya Donald Trump, ile Bond of Peace ambayo ilianzishwa. Katika mkataba ule wa vifungu 20 ulioanzishwa na Donald Trump, unahusu kuwa moja, vifungu viwili vinasema kuwa ni lazima boda zifunguliwe na Wapalestina wapate msaada, yani watu wa Gaza wapate msaada. Na ukisoma andiko lake linaruhusu kuwa ni gari 550 kwa siku zinapaswa ziingie, hazifiki 50 zinazoingia kwa siku. Israeli hajafungua mpaka vyovyote, hajafungua. Yani utekelezaji wa vifungu vilivyoainishwa ambavyo vilibarikiwa na Umoja wa Mataifa, kwa sababu Umoja wa Mataifa walienda wakapigia kura vifungu hivi vikawa sheria. Israeli bado amefunga mipaka na Wapalestina hawapokei. Kwa hiyo kwa nini hawa flotila wakaenda? Hawa wanaharakati wakaona kuwa hawa watu watakufa, hawapokei chochote. Leo dunia inapiga kelele kwa sababu ya Hormuz kufungwa miezi miwili. Hawa wanazidi ya miaka miwili wako kwenye blockade na hakuna mtu anayezungumza. Ulaya kimya, wanasapoti tu Israeli kwa kila kitu. Sasa hawa wanaharakati waliotoka kwenye hizo nchi wakaona kuwa hebu tuwapelekee vyovyote. Hawa wanaharakati hawajabeba manati, hawajabeba rungu, hawana panga, hawana bunduki, hawana visu, hawana lolote kwenye zile boti zao. Nini wamebeba? Maziwa, Pampers, mafuta, sabuni, unga, vyakula. Wanawapelekea watu. Israel inaenda inawachukua kwenye maji ya kimataifa na kuwadhalilisha vile wanawadhalilisha. Kosa lao nini? Kuamua kuwapelekea wenye njaa, hali ya kuwa upande wa pili wa dunia unasherekea wale wenye njaa. Marekani anaenda kuwapiga vikwazo hawa waliochukua kuwapelekea hawa. Marekani anaenda kuwatandika vikwazo. Ukirudi kwenye sera ya mambo ya nje ya Marekani iko wazi, sisi ni washirika wa two state solution. Two state solution, suluhu ya mataifa mawili. Marekani ni sera kabisa ambayo haijawahi kubadilika, wanakuambia haijabadilika, lakini sera hii kila inapotaka kutekelezwa kwa vitendo na wengine, Marekani huweka ugumu isifikie, lakini yeye inabaki kama ni wimbo kuwa yeye ndio sera yake. Inasema hivyo kuwa suluhu la hawa ni lazima kupatikane nchi mbili, wa Palestina wawe na eneo lao huru na Waisraeli wawe na eneo lao huru. Lakini harakati zinaonyesha wazi kuwa yeye anasapoti kile kinachotakiwa na Israeli na sio kile ambacho Wapalestina wanazungumza katika muktadha wa sera yake. Unafiki wa dunia. Sasa ili kuwaonyesha kuwa yuko upande gani, anaenda kuwapiga vikwazo hao ambao dunia inaimba kwa nini wamedhalilishwa. Wanaharakati tu ambao kwingine wakielekea kwingine duniani hutetewa kwa njia zote. Wangekuwa wanaharakati wanaelekea Irani, wangekuwa na usaidizi wote wa dunia, tena wangeimbwa kweli kweli. Leo kina Pahlavi, wanaharakati ambao wanataka mabadiliko ndani ya Irani, wanazungumza wazi kabisa kuwa shusha mabomu ndani ya Irani, ondoa ile serikali, piga bomu. Ndio wanaharakati wanaosapotiwa na dunia, ndio dunia inaowasapoti kuona kuwa hawa ndio watu. Lakini wanaharakati wanaokwenda kusaidia jamii kwa vitendo ambayo inaelekea kuangamia kwa utapia mlo na njaa, wanawekewa vikwazo, wanawekewa vikwazo. Hiyo dunia ndio imefika hapo. Tuko na dunia ya maigizo ambayo haina kiwango. Sisi tutazungumza tu, wewe weka comment yako unaojisikia kuiweka hapo, lakini sisi huwa tunaeleza mambo kwa uwazi yalivyo, kwa uwazi kabisa. Sitaki kwenda deep sana kwenye hili swala, naomba niishie hapo kwenye hili. Nataka kukuambia kuwa uwasilishaji wa kura ambayo itapigwa wakati wowote kwenye bunge la Israeli Knesset ilipita kwa jumla ya kura 110, nje ya wabunge 10 tu ambao hawakushiriki. 110 by 0, yani hakuna mbunge aliyepinga. Mpango huu ulianzishwa na chama cha United Torah Judaism. Hiki chama ndio ambacho naweza nikasema kama ni backup ya Haredi. Nitafafanua, najua hujanielewa. Haredi ni Wayahudi wa kidini ultra orthodox. Hawa jamaa nilishaeleza vizuri. Hawa watu ni 13% ya population ya Wayahudi walio ndani ya Israeli ambao ni 7.5 milioni. Population ni 10 million ya Israeli. Warabu ni 20%.
75% ndio Wayahudi. Ndani ya 75% ya Wayahudi unapata 13% ni Haredi. Sasa hawa ndio wamesababisha hili lifike hapo, kwa sababu toka muungano huu wa Netanyahu uingie madarakani, wakati wameingia kwenye vita ya Gaza, zikaanza harakati za kutaka mabadiliko ya sheria, kuwa ni lazima hii 13% ya Waharedi na wao lazima waingie jeshini, wahudumie nchi, sio wanakula posho tu na fedha, wanafadhiliwa kila kitu. Lazima pia na wao wahudumu, yani jasho liwatoke. Haredi wakaenda kwa Netanyahu wakamwambia, sikiliza, sisi hatutaki kabisa kujihusisha na hilo swala, ni lazima utulinde, na kama utalazimisha sisi tuingie jeshini, tutajitoa kwenye muungano wako, na tukijitoa kwenye muungano wako it means serikali yako itadondoka. Netanyahu akaahidi kuwalinda. Sasa njia aliyokuwa anaitumia kuwalinda ni kuhakikisha tu kuwa ule mswada hausomwi na haufiki, ukawa unapigwa kalenda tu, kila ukifika unapigwa kalenda Sasa wao wakawa wanaona kuwa tunakwenda mwisho wa huduma ya hii serikali ya Netanyahu ambayo iko mwishoni, kwa sababu kwa kawaida hata kama wasipovunja bunge, uchaguzi utakuwa tarehe 27 ya mwezi wa 10. Sasa wanaona time inakwenda, isije serikali nyingine mbele ikaja ikapitisha hilo azimio la likawataka Haredi waingie jeshini, na kitu ambacho wao hawakitaki. Wakamfuata Netanyahu wakamwambia, sikiliza, muda wako unakwisha. Mpaka leo mswada huu haupitishwi. Tunataka upitishwe, upigiwe kura na iwe sheria. Israeli ni nchi ambayo haina katiba, na hili huwa nalieleza. Inaendeshwa katika mifumo miwili ya bunge na mahakama. Ndio maana ugomvi wa awali wa Netanyahu ulikuwa kuhodhi madaraka kutoka kwenye mahakama yawe la bunge. Bunge liwe lina nguvu kuzidi sauti ya mahakama, kwa sababu waweze kucontrol kesi zake. Nadhani mnakumbuka kilichokuwa kinatokea kabla ile Oktoba 7. Maandamano makubwa yaliyofanyika Israeli, vurugu kubwa zilizotokea Israeli wakati huo. Sasa walivyomfuata Netanyahu wakamwambia kuwa muda wako unakwisha, huu mswada haujapita, baada ya wewe kuondoka hapa nini sisi tutanani nacho? Akamwambia, sina wingi wa kupiga kura, hata tukiuchukua mswada leo tuupeleke bungeni hatuwezi tukashinda. Matokeo yake kuwa utapigiwa dhidi ya, na nyinyi mtatakiwa kujiunga na jeshi. Wakamwambia, huna kazi yoyote unaifanya, basi itisha uchaguzi, tukomoane wote, itisha uchaguzi. Akamwambia, itisha uchaguzi wa mapema. Akamwambia, mimi sifanye uchaguzi wa mapema, uchaguzi utakwenda katika tarehe yake, tarehe 27. Wakamwambia, basi sisi tunavunja bunge. Ndio wakaanzisha vuguvugu la kutaka kuvunja bunge. Wakati wanaanzisha ile vuguvugu, Yair Lapid, kiongozi wa upinzani, na wenzake kina Bennett pamoja na Yair Golan, wao wakaanza kuandaa na wao mswada mwingine pembeni, kuhakikisha wao ndio wanakuwa wa kwanza kupeleka hilo pendekezo la kuvunja bunge. Upande wa Netanyahu ukaona kuwa ikiwa watatuletea hawa, it means manake kwamba serikali tumeidondosha. Wakaharakisha muungano wa Netanyahu wakawasilisha bungeni hilo limepita kwa 110-0, kuwa wakati wowote hii kura itapigwa ya kuvunja bunge, ili waweze kwenda kwenye uchaguzi wa haraka ambao unatarajiwa maybe ukawa Septemba, yani kati miezi 3 na 5. Ikiwa wanaweza wakarusha, unaweza wakarudi ule mwezi wa 10 tarehe 27, au ikiwa watauaisha uje kwenye Septemba kabla ya sikukuu za Kiyahudi ambazo wao wanazitaka. Sasa nilipokuwa nikiwaambia kuwa muda wa Netanyahu unahesabika, lakini nikawapa indhari. Netanyahu anajua kucheza siasa hapa vizuri sana. Ima atazua la kuzua, aanzishe yale huwa anayaanzisha, achochee mgogoro mpya, aanzishe vita mpya Gaza, arudi kuanzisha vita na Iran, arudi kuweka vita kubwa na Lebanon, au aanzishe mgogoro wowote ambao utakata siasa ya ndani, yani kuwa hatutojadili tena siasa ya ndani. Hili ndio linaashiria hivyo. Alert inayowaka kwa Netanyahu ndio alert inayowaka kwa Donald Trump. Licha ya kuwa Donald Trump wagombea wake sasa hivi unajua ndio wanateuliwa kwenye chama, wanapitishwa kwa ajili ya uchaguzi ujao ule wa Novemba, wa katikati ya nusu msimu uchaguzi. Kwa hiyo kuna wale ambao wamekuwa kimpinga Donald Trump, amewapiga X, wewe hupiti, yani wewe sikutaki, wewe sitaki. Kwa hiyo amefanya vizuri Donald Trump, watu wake wanamuunga, wameshinda ndani ya Republic. Kutaka kujua ameshinda kwa nini, unarudi kwenye kauli aliyowahi kuisema Fidel Castro aliyekuwa rais wa Cuba. Anasema hivi, Marekani kuna vyama viwili, kuna chama anasema kuna vyama viwili vya Wazayuni, kuna chama cha mrengo wa kulia na chama cha mrengo wa kushoto, lakini vyote ni vya Wazayuni. Hii mrengo nilishawahi kulifafanua. Mrengo ni nini? Itikadi kali au itikadi za wastani. Kwa hiyo hivi vyama
vyote vinamtumikia bwana mmoja, lakini kuna mwingine yeye humtumikia kwa unyenyekevu, kwa taratibu na kumpapasa, lakini mwingine humtumikia kupita kiwango. Ni kile kile, yani jibu ni lile lile, tukua huyo mwingine anavyodili na maadui wa bosi wake kwa kuwaambia jamani, hivi sio vizuri, msifanye hivi kwa sababu bosi hapendi, na hivi na hivi, msikae hapa, havutiwi na hili. Huyo mmoja. Mwingine yeye anakwenda akifika pale anapiga risasi tu watu wote. Bosi hataki kukaa hapa na risasi zinatembea, lakini wote wanamhudumia bwana huyu mmoja. Ndio maana wakati Elon Musk amegombana na Donald Trump, kama mnakumbuka ugomvi wao, aliandika kwenye mtandao wake wa X akasema kuwa tunapaswa tuanzishe chama kipya ndani ya Marekani. Nenda kaangalie poll yake, matokeo yalikuwaje? Matokeo yalikuwa ni makubwa, yani juu ya 60% au 70% ya Wamarekani walikubaliana naye. Kwa nini asiseme kuwa tunataka tuondoe kiongozi wa Republican tuweke mdemocrat? Alijua Republican Democrat ni kitu kimoja. Ndio maana AIPAC wanapofadhili mwanasiasa wa Marekani, yani mfano mgombea atayegombea Texas, watamlipia wa Republican, watamlipia wa Democrat. Katika jimbo hilo hilo moja, wote wale wagombea wawili wote wamevuta fedha ya sehemu moja. Yaani jimbo moja na wagombea wote wawili wamepewa fedha na mfadhili mmoja. Kwa hiyo huyu ni amecheza nini? Si ile nini? GG eti hao wanachezaje? Yaani kuwa matokeo yoyote ni yake. Ashinde huyu huku ni wake, ashinde huyu huku ni wake. Yaani hujakwepa lolote, ndio ilivyo. Sasa hali ndani ya Marekani si nzuri sana kwa Republican. Haijalishi Trump atawateua kina nani, lakini ukweli umma wa Marekani uko kinyume sana na Donald Trump. Na kwa sababu umma wa Marekani kwa hivi sasa kwa mwaka unachangia zaidi ya dola 5,000 ziada kutoka kile ambacho walikuwa, yani kila kaya kwa sasa hivi Marekani kwa mwaka itatakiwa kulipa ziada ya dola 5,000 kutokana na mabadiliko ya bei ya nishati iliyotokea duniani. Kwa hiyo wanajua, yani wakikuhadithia maumivu hawakuhadithii kama vile ya kusikia, yani wanakuhadithia katika kile ambacho kuwa tunakipitia. Ndio maana yake. Jamani, nawashukuru sana na imetosha kuzungumza haya. Inshallah nitakuja kuzungumza na nyinyi mara nyingine, kwa sababu mambo ya kuzungumza hayaishi. Asanteni sana, shukran sana. Inshallah.